Awali ya yote, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote, napenda kumkaribisha mzee wetu, mimi kaka yangu, jirani yetu, rafiki yetu, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, hapa nyumbani. Kama mnavyojua, Mheshimiwa Rais hapa ni nyumbani kwao, lakini kwa sababu ana serve kwao, kwa hiyo akirudi kwao hii lazima akaribishwe. Karibu sana. Kwa muktadha huo, kwa niaba ya Watanzania wote, napenda kumpongeza kwa ushindi mkubwa alioupata wakati wa uchaguzi. Tunakupongeza sana, lakini pia tunapongeza chama chake cha National Resistance Movement kwa ushindi huo mkubwa, na ushindi huu umetokana na ilani manifesto ya chama ambao wamepanga kuwafanyia Waganda na Waganda kuwa na imani bado na uongozi wake. Kwa ni matumaini yetu kuwa chini ya uongozi wake Uganda itaendelea kupiga hatua za maendeleo, na hasa tunavyozungumza hivi, nini tunakwenda kuwafanyia nchi zetu, na sisi tuseme Watanzania tuko tayari kufanya kazi bega kwa bega na Uganda kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais alipofika tulikuwa na mazungumzo ya faragha mimi na yeye, lakini kubwa alilolifanya ni kunikumbusha. Amesema kwenye kazi hizi anazozifanya na miaka 65. Sasa huo ndio umri wangu mimi toka nimezaliwa mpaka nilipofika. Nimeanza 66 juzi. Kwa hiyo kwa vovote ana maarifa makubwa kuliko ya kwangu. Kwa alikuwa ananikumbusha madhumuni ya nchi zetu hizi kupata uhuru na tunakoelekea na jinsi ya kurudi kwenye madhumuni yale ambayo wazee wetu wametuachia. Ndio ilikuwa sehemu kubwa ya mazungumzo yangu mimi naye, lakini papo hapo watu wetu, timu zetu za mawaziri na wasaidizi wao walikuwa wana mazungumzo, sisi tunaendelea na wao wanaendelea. Na mawaziri wetu wamepitia mambo kadhaa ambayo wamezungumza nyuma, wamekubaliana utekelezaji haujafikia pazuri, na wale ambao wamefikia pazuri wamekumbushana waendeje kuyamaliza. La kwanza walilozungumza ni suala zima la ujenzi wa mabomba ya nishati haya. Kuna bomba mnalolijua kama bomba la EACOP, ambayo ni lile bomba litakalochukua mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanga bandarini, na tunamshukuru Mungu na tunashukuru ndugu zetu kwa mazungumzo yetu. Kuanzia Julai huenda meli ya kwanza ikaondoka pale Tanga kwenda mafuta yanakopelekwa. Lakini ndani yake kuna mambo mengi ambayo tulizungumza jinsi ya kuendana nayo, tuyamaliza. Lakini pia tumezungumzia mabomba mawili mengine. Kuna bomba la gesi takalotoa gesi Tanzania kupeleka Uganda, lakini kuna bomba la mafuta safi sasa ambayo yatakuwa yamesafishwa Uganda, yanakwenda kwenye nchi yanakouzwa. Tatumia corridor hiyo, ushoroba huo kusafirisha hadi Tanga na Tanga kutafuta safari yako huko yanakopelekwa. Kwa hiyo hilo ndilo la kwanza tumezungumza. La pili, kama mnavyojua sasa hivi nchi zetu ambazo hazina bahari wanategemea sana bandari zetu za Tanzania. Bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga, lakini hata Mtwara kwa Uganda ni Dar es Salaam na Tanga. Tumezungumza jinsi watakavyopata nafasi ya kuzitumia bandari hizi na kusafirisha mizigo. Lakini kubwa zaidi, nimewapa taarifa kwamba Tanzania ndani ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kipindi hiki mpaka 2030 tuna nia ya kujenga reli itakayounganisha Tanga hadi Musoma, na kule watasafirisha kwa ziwa kwenda Uganda, jambo ambalo limewapa faraja sana kwa sababu usafiri utakuwa umerahisishwa. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza reli ya SGR ambayo tunaipeleka mpaka Isaka mpaka Lusahunga, na tukaomba serikali ya Uganda waunge hapo kuelekea wapi, kuna Musongati, not Musongati, Murongo,
kuelekea Murongo na kwenda mbele ndani ya Uganda. Hilo ni ombi letu tumewapa ili kuunganisha sasa. Ile reli ilikusudiwa kwenda Burundi na DRC. Sasa tunapeleka mpaka Lusahunga ili Waganda waunge pale kwenda kwa mbele na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa. Lakini vivyo hivyo, kama mnavyoelewa, meli yetu ya MV Mwanza imeanza kufanya kazi ndani ya ziwa na bila shaka inakwenda kuhudumia Uganda vile vile. Jengine tulilozungumza ni kuondosha vikwazo vya biashara. Tumekuwa tukizungumza mara nyingi, vikwazo vya biashara tumekuwa tukiviondosha, na kila tunapoondosha, ziwe ni tarifu baria za kikodi au zisizo za kikodi, biashara inakuwa. Sasa tunakwenda tunarudi nyuma, tunakwenda tunarudi nyuma. Lakini kwa ukweli biashara yetu imekuwa baina ndani ya nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini kuna vikwazo ambavyo watendaji wetu katika maeneo mbalimbali wanaviweka. Tumezungumza kuviondosha ili tuweze kukuza zaidi biashara na kutengeneza soko la Afrika Mashariki. Na hili ndilo mzee alitumia muda mrefu kunieleza, soko la Afrika Mashariki. Tunazalisha, wa nje wanataka kutuletea vya kwao, lakini sisi wenyewe tunazalisha in excess, hatuna soko. Kwa hiyo hilo nalo tumelizungumza kwa kiasi kikubwa. Jambo jengine tulilolizungumza, kuendelea kuzalisha nishati kwenye miradi ya ushirikiano ambayo inaleta hayo mapipeline, lakini pia utengenezaji wa miradi midogo midogo itakayozalisha nishati kwa ajili ya matumizi yetu ndani ya region na ndani ya nchi zetu hizi mbili. Lakini kama mnavyojua, katika ngazi za kimataifa, Tanzania na Uganda tunafanya kazi kwa karibu zaidi, na hapa leo tumemshukuru sana Rais wa Uganda na timu yake kwa sababu mwakani Tanzania ilikuwa na Uganda tunagombania kiti cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni zamu yetu kama East Africa. Lakini nilipomuomba akasema mimi najitoa, Tanzania endelea. Kwa hiyo tumewashukuru sana kwenye hilo. Lakini vile vile Uganda nayo nagombania kiti kama hicho ndani ya Umoja wa Afrika, nasi tumeahidi tunawapa nguvu ili waende wafanikiwe na hilo. Jengine ni kwamba Mheshimiwa Rais Museveni kama mzee wa region sasa hivi ni chair wa nchi za Maziwa Makuu, na kama mnavyojua ndani ya nchi za Maziwa Makuu usalama hauko vizuri sana. Ana mkakati wa kuanza mazungumzo ya kuleta usalama ndani ya Maziwa Makuu, nasi Tanzania tumemwambia tunamuunga mkono na tuko tayari kumsaidia atakavyoona inafaa katika jambo hilo. Na nadhani mengine nimwachie Mheshimiwa Rais Museveni, nisiyamalize yote. Kwa yale ambayo nimeyaacha yeye atatueleza, atayafafanua. Lakini kama mnavyomjua mzee ni mzee wa historia, tatumegea historia kidogo, atatuasa na atamalizia yale ambayo mimi sikuyamaliza. Baada ya kusema hayo, mnaomba mniunge mkono katika kumshukuru sana kufanya ziara hii siku chache baada ya kumaliza uchaguzi. Hii inaonyesha kwamba anatoa umuhimu mkubwa sana kwa ajenda za ushirikiano baina ya Uganda na Tanzania, lakini pia kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tumshukuru sana. Asante sana kutupokea kwa ziara hii fupi. Kama alivyoelezea, tuliongea juu ya madhumuni ya ukombozi wa Afrika. Tulikuwa na malengo 3. Lengo la kwanza, uhuru, kufukuza wakoloni ambalo wazee wetu waliweza kutimiza, tukapata uhuru. Baada ya uhuru tulikuwa tunafaa kufanya mambo mengine mawili.
kupatia watu wetu, sijui wanakisemaje kwa Kiswahili, prosperity. What is the word for prosperity? Mema. Mtakuja kupata neno ambalo na sasa prosperity kwa enzi hizi, wanasema enzi these times. See, I'm not as ignorant as I look with Swahili. Prosperity kwa enzi hizi ni kuzalisha mali, kuzalisha bidhaa au huduma. Kama unataka prosperity, you must produce a good or a service and you sell it. Now ukisha zalisha mali au kutoa huduma, lazima upate mtu wa kununua kutoka kwako. Na ukipata watu wananunua wengi, that's how prosperity grows. So the issue of market integration, was part of the liberation process of Africa. Without it, there is no way we can manage. So all these details we are talking about, they are details of the same strategic goal of how to build prosperity. Lengo la tatu tulikuwa strategic security, kujihami kwa Afrika. Dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno, kujihami. How can Africa defend itself? We discussed that, but we shall go into details another time. So therefore, the political class should be very careful in Africa, not to be like the traditional chiefs, because we are here, we are people of this area. Waunguja, Waswahili wa hapa Dar es Salaam, Wazaramo, Wagogo, watu Wanyamwezi. Hao Wanyamwezi walikuwa wanakuja kwetu, walikuwa wanasema ni waungwana. Sasa watu wetu wakajitafuta vibaya, wakasema walunganwa. Hata leo ukija huko unakuta majina ya Karunganwa from those waungwana. Wanyamwezi ambao walikuwa wanakuja wanaleta ushanga, wanaleta nguo na vitu vingine, halafu wanarudisha ivory and so on from up there. Wasukuma, wale watu sio Wahaya, una wengine hapo, the people of Biharamulo there, I've forgotten their name. Karagwe, we are all of the same. We have been here all this time. So, Mzungu Vasco da Gama, tulikuwa hapa kwenye hali yetu ya kienyeji, traditional. Huyo Mzungu Vasco da Gama, au wazungu walianzia huko kwao, kwenye shida zao walikuwa wanagombana na Waislamu. Alafu mwaka 1453 Waislamu wakashika bandari ya Constantinople, siku hizi wanaita Istanbul, yuko kwenye nchi ya Turkey.
baada ya Waislamu kushika hiyo bandari, wakazuia wazungu kwenda China. Kulikuwa njia ya barabara ya kwenda China ya makoporo ya kwenda huko China. Sasa wakajifunga. Wazungu wakaanza kutafuta njia nyingine kuzunguka Afrika. Kwanza mwaka 1460 kwenda kufika 72 walikuwa Sierra Leone, ni jina la Kireno hilo, au ni Wareno hao ndio waliongoza, Wareno na Waspanish. Kwenda kufika 1482 wakafika Angola, 1487 wakafika Cape Town, 1498 Vasco da Gama akapita hapo, akaenda Uhindi. Sasa habari zikaanza kuja kwamba watu wapya wamekuja huku wenye nguvu. Akashambulia Mombasa, kwenye njia hiyo. So you can see from 1498 to 1862, that's when Speke Huntington came through here to our area. All this time our chiefs were getting information kwamba watu wenye nguvu wanakuja, but they didn't unite to create strength. So baada ya uhuru, we need to move to strengthen Africa, not to repeat those problems, because I can see some threats already coming up. You can see ujeuri, arrogance, as if people who don't have strength don't matter. You can see the dangers. So I'm very glad we had this meeting, and we have dealt with some of the we in the army, we call them tactical issues, individual problems. But we need to consolidate the strategic ones. Like we were discussing the issue of Tanzania taking the lead in making locomotives here. Her Excellency mentioned how they are planning to do it. You should go ahead and we buy from you. This is what was the Kampala Agreement of 1965 was saying. We had agreed that Tanzania manufactures tires in Arusha, and we buy from them. And then Uganda specializes in textiles, Nyanza textiles. And then Kenya something else. Then some other people went and started Firestone in Nairobi without following the other agreement. So those actions are really not, we should not repeat those mistakes, because we would be very far now. The big countries can try to put pressure on us, but the way you resist depends on how strong you are. You have seen how India was threatened by some people. So if you don't open agriculture, we shall do this, we shall do that. India said no. But India is India now. They're able to resist. So I was very happy for my sister to allow me to come here and talk with her and then with the group.